wastahili ibada ya moyo wangu Bwana, nakutolea heshima ya hali ya juu Bwana, wastahili ibada ya moyo wangu Bwana, nakutolea heshima ya hali ya juu Bwana, wastahili ibada ya moyo wangu Bwana, nakutolea heshima ya hali ya juu Bwana, wastahili ibada ya moyo wangu Bwana, nakutolea heshima ya hali ya juu Bwana, wastahili ibada ya moyo wangu Bwana, nakutolea. Tunakushukuru kwa nchi yetu ya Tanzania. Bwana, tunakuja mbele zako tukianza na rais wetu Dr. Samia. Bwana, tunamuinua mbele zako, twaomba roho ya uadilifu iwe juu yake, neema yako Mungu ikamfunike, umpe kuongoza kwa haki, umpe kuongoza kwa uaminifu na kwa hofu mbele zako. Makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi, twamuinua mbele zako Bwana, twaomba hekima yako na ufahamu wa kimungu Bwana ukawe juu yake. Dr. Barnabas Mtokambali, twamuinua mbele zako Bwana, twaomba ulinzi juu yake, twaomba hekima juu yake Bwana, maono yale ambayo ulimpa mpe kuyasimamia Bwana. Tunamuinua pia Dr. Mwiche mbele za uso wako. Unapotamka umisheni, unatamka lile kusudi kubwa ambalo Mungu alikukusudia tangu kuumbwa kwa dunia hii, tangu anguko la mwanadamu. Mungu alianza na umisheni, jinsi ya kuwatumikia, jinsi ya kurudisha wale watu ambao wako mbali na Mungu. Leo tutasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 13. Mafanikio ya umisheni lazima ianze kwa uinjilisti. Unapofanya umisheni, unaugusa moyo wa Mungu. Mambo ambayo Mungu amenitendea ni makubwa, mambo ambayo nilikuwa siwezi kuyafanya. Kwa ajili ya sadaka ile ya umisheni, Bwana ameniwezesha. Swala la umisheni ni jambo ambalo linatakiwa lianzie ndani ya moyo wa mtu, sio la kushawishiwa tu kwa ushawishi, lakini ni jambo ambalo linatakiwa lianzie ndani ya moyo wa mtu binafsi. Viko vitu ambavyo pengine vinaweza vikakuambia umisheni hutauweza, lakini nataka kukuhakikishia kama litachimbuka ndani ya moyo wako, na kama utaamua kumwambia Mungu kwamba Mungu, mimi nataka kusimama katika kusudi lako, utaweza na utatoboa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusudi kubwa la Mungu la kutuweka hapa duniani ni ili tuyafanye mapenzi yake. Jana mtoto wangu aliniuliza, sasa hivi amekuwa kidogo kule Masama kule, kaniambia, baba, zile nyumba ambazo zilikuwa za chini sana sasa hivi zimeendelea zaidi kuliko wale waliokuwa matajiri. Kamwambia ndio, kwa sababu Mungu ni Mungu anayebadilisha nyakati na majira, na anakwenda na wakati. Wale ambao walidharauliwa sana leo ndio wana majumba mazuri kule Masama. Za wale vijana ambao wazazi wao walikuwa duni sana, leo wamejenga nyumba nzuri. Ni kitu gani kimeleta mabadiliko hayo? Pale walipopokea neno la Mungu, wakaishi maisha matakatifu, wakaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Mungu aligeuza. Leo uko katika hali bora sana. Ukiwekeza kwa Mungu, ukiwekeza katika umisheni, kizazi chako cha tatu, cha pili, cha tatu, cha nne kitakuwa bora kuliko wewe.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo Mungu alivyo. Unapomtumikia na yeye anakuheshimu. Unapomtumikia anayebeba maisha yako. Lakini tunapojitenga katika makusudi haya manne ambayo nimeyataja mbele zako, ndipo tunapoukaribisha umaskini.